Mzee, jambo. Jambo. Na karibu katika mji wa Baraka. Asante sana. Ndio, tunakuona katika mji wa Baraka. Ni katika malengo gani? Malengo ya ukombozi wa nchi yetu ya Kongo. Ndio, labda baada ya kupata lengo la kuwa ndani ya mji wa Baraka, tungetamani ujitambulishe. Mimi naitwa kwa jina ya Ekanda Saidi Dragila. Jina maarufu ni Balen. Ndio, labda raia wangetamani kujua, wale ambao wanakusikiliza na wanaokutizama kuhusu runinga zetu, wangetamani kujua mupo Baraka na kipi ambacho umeleta ndani ya mji wa Baraka katika siku ya leo. Kwa siku ya leo mpaka niingie kwenye mji wa Baraka, na kitu kinachonipa huzuni sana kwa ajili ya uvamizi wa nchi yetu. Ndio, mpaka sasa siku zilizopita watu walilisikia jina la Ndaragira na kusema kwamba umefungiwa. Labda wengi hawana uhakika kama ni wewe. Unaweza kuambia kitu gani raia wa tarafa la Fizi ambao walitegemea kwamba mchango wako unaweza pelekea ukombozi wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Asante sana. Kwa kweli Wakongomani, watoto wa Baraka, mimi mtoto wenu nimepita kwenye magumu mengi sana. Nilifungwa, natoka Kishasa naingia Kalemi tena nafungwa, lakini kulingana na uvamizi wa nchi yetu unanipa mimi huzuni wa kusema nikuje kuungana na jeshi la serikali na watoto wetu wazalendo kwa sababu ya kupiganisha adui. Ndio, labda wengine wangetamani wajue mpaka sasa ujumbe gani ambao unaweza kuwatolea, au neno la faraja kusema kwamba wale ambao wana woga na kusema kwamba labda nchi yetu inaweza kuanguka katika mikono ya wabaya. Mchango wenu, labda nyie mnaweza kuwa na ujumbe gani kwao? Ujumbe wangu wa mwisho ni kusema kwamba Wakongomani wote wasiwe na hofu, kwa sababu watoto wa nchi wamesimama kwa kupigania nchi yao. Kwa hiyo kusiwe mtu wa mlengo mwingine wakisema akimbie afanye nini. Sisi tutapiganisha adui mpaka mwisho. Ndio, kufikia sasa ni kipi tena ambacho unaweza kuwaambia wale ambao wale ambao wanaweza kuwa na michango? Ni kweli sisi tuko wa binadamu na jeshi letu la ukombozi ambalo ni la wazalendo linategemea nguvu za raia. Wale raia ambao wana kipato kidogo cha pesa ambacho wanaweza kusaidia mawazo, chakula na michango mingine, mnaweza kuwa na ujumbe gani kwao pia? Na wapa ujumbe wangu wa mwisho, wakuwe na moyo wa kusaidia watoto wa nchi wanaosimama kwa kupiganisha nchi yao. Wasifunge mikono, wazidi kutusaidia. Na mimi wale wenyewe wanitambue kwa leo. Mimi ni mzoefu wa maji. Nimeomba tupiganishe adui na nitampiganisha hata kwenye Lake Kivu ya Bukavu. Mimi nitafanya hayo mapambano. Nimeomba serikali na wazalendo wote tuungane kwa sababu ya kufukuza adui. Tunashukuru kwa muda wako kiongozi. Na nina mengi tutazidi kuyaongea. Tuzidi kuwa pamoja, na nina ushuhuda mwingine nitawapa baadaye. Bila shaka tunashukuru. Asante sana. Sasa baadaye saa nyingine ndio ataingia kwanza ile ujumbe alisema kama